Naitwa Joseph Mbasha, ni meneja programu na shirika la Helbridge Tanzania. Hapa leo tuko Kahama, tumekutanisha makundi ya wazee na vijana na watu wenye ulemavu, lakini pia wakiwa watendaji wa serikali katika kuona tumepiga hatua gani katika kupambana na vitendo hivi vya ukatili, na hasa kwa upande wa wilaya ya Kahama manispaa, tukiwa tunaangalia vitendo vya ukatili kwa watoto hasa wa kike, lakini pia na ukatili majumbani na ndoa za utotoni. Kwa hiyo katika mafunzo haya tumejaribu kuona ni mambo gani ambayo ni vichocheo, mambo gani ambayo yanasababisha hali hiyo kujitokeza, lakini pia sisi kama wadau mbalimbali kwa maana ya jamii, viongozi wa serikali kwa maana ya watendaji, maafisa maendeleo ya jamii, jeshi la polisi, tunafanya nini katika kupunguza au kupambana na matukio hayo. Lakini tumebaini mambo ya msingi ambayo ni vizuri tukaweza kuyaweka wazi. Kwanza, uelewa wa jamii tunaona unahitaji kuwa na mwendelezo katika ufuatiliaji. Lakini la pili, kuwa na mipango ambayo ni endelevu, kwa maana kwamba umeweka lengo, hakikisha unalisimamia na mnashirikiana wote kwa pamoja katika kuendelea kutoa elimu. Kwa hiyo tumeona umuhimu wa ushirikiano kati ya makundi tofauti, umuhimu wa kushirikiana kati ya jamii na serikali, lakini umuhimu wa ushirikiana kati ya jamii na taasisi za kijamii zilizo katika maeneo yao imeweza kuwa ni msaada mkubwa. Kuna visa na matukio ambayo tumeyasikia kama visa mkasa vya mambo yanayotokea, kuanzia kwa upande wa watu wa idara ya afya ya mama na mtoto, upande wa jeshi la polisi, ustawi wa jamii, lakini pia na namna ambavyo kama jamii wadau ambao wamekuwa kishiriki katika kutoa mafunzo wamekuwa wakipambana na vitendo hivyo. Lakini kwa sehemu kubwa tunaona kuna hatua zinajitokeza katika kuongeza ufahamu wa kijamii. Tunaona manufaa ya mradi huu uliotekelezwa kwa miaka hii mitatu. Tumeshaanza kuona matunda, kwani sasa hivi utoaji wa taarifa umekuwa mwingi sana. Lakini kabla ya mradi huu tulikuwa tuna tatizo sana, matukio yanatokea watu hawaripoti. Lakini kutokana na elimu iliyotolewa sana kwenye hizi kata zetu za mradi, tumeona sasa watu wanawiwa, anakuja anatoa taarifa, wanatuonesha ushirikiano. Kwa hiyo tunaona sasa swala la kutoa elimu limeleta faida sana. Sisi kama serikali tunaendelea kutoa elimu pia, lakini tunatoa rai kwa mashirika mengine yaweze kupita kama walivyopita Helbridge na kutoa elimu kwa jamii yetu, kwa sababu imeleta manufaa sana. Kupitia mafunzo haya tumejifunza kwamba endapo tutafikia wananchi na watu mbalimbali, itatupelekea kuhakikisha kwamba watu wote wanapata elimu ya kuhusu unyanyasaji, ubakaji, ukeketaji na mambo mbalimbali ambayo yako tofauti na mila na desturi ambazo tunazo. Matukio yanatokea kwa sababu watu wengi hawana uelewa mkubwa. Kufungia walemavu ndani, kutokuwapa nafasi, kwamba mtu akishakuwa mlemavu hawezi kupata nafasi ya kufanya kazi. Kumbe ulemavu wa viungo sio ulemavu wa akili ambao mtu anaweza kufanya kazi hata kama ni mlemavu. Ndio maana tunaona kuna watu mtu ni mlemavu lakini ni waziri, katibu mkuu katika wizara mbalimbali, mfanyabiashara na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi ni kazi yetu kubwa ni kutoa elimu, lakini elimu hiyo ni ya kuhusisha wadau mbalimbali na wananchi kwa ujumla. Kwanza kabisa nipende kuwashukuru kwa elimu aliyotupatia. Wanitusaidia kutupa elimu na sisi tutaifikisha, tutawasilisha, tutaenda kuwa kama wajumbe, mabarozi huko majumbani.